Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum biihsani ila yaumiddin wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Naam, ikhwa katika iman, leo tunaanza kitabu chetu Nahwul Wadih ambacho kina juzuu ya kwanza na ya pili na ya tatu na kuendelea hadi sita kutokana na marhala ya mwanafunzi. Kwa hiyo tunaanza juzuu ya kwanza katika marhala ambayo ya kwanza kwa wale wanafunzi ambao wanayeanza katika kitabu hichi. Na katika somo letu litakusanya ndani yake vitu vifuatavyo. Kitu cha kwanza ambacho chenye kukusanya katika darasa letu, kwanza itakusanya jumlatun mufida, sentensi ambazo zenye kufidisha katika darasa hili. Na sehemu ya pili tutasoma kaida katika kitabu chetu hiki, na pia sehemu ya tatu al-amthilatu, tutasoma mifano, na sehemu ya mwisho tutasoma al-bahthu. Kwa hiyo tukianza na sehemu ya kwanza, tutaanza na jumlatul mufida, sentensi ambayo yenye kuleta faida. Ukitaka kuzungumza kaida ya Kiarabu lazima uzungumze kwa hali ambayo utengeneze sentensi ambayo yenye kufidisha. Tukianza katika alqaida ambayo ya Kiarabu inatuambia kwamba atarkabu alladhi, mpandano ambao yufidu faidatan tamma, ufidisha sentensi iliyotimia. Yusamma jumlatan mufidatan, huitwa sentensi hiyo sentensi iliyokamilika. Wa yusamma aidan, na huitwa hivyo hivyo kalaman, maneno. Namba 2, aljumlatul mufida, sentensi yenye kufidisha. Qad tatarakabu min kalimataini, hakika upandana ndani yake maneno mawili. Hakika upandana ndani yake maneno mawili. Wa qad tatarakabu min akthara, na pia hupandana zaidi ya maneno mawili. Wa kullu kalimatin, na kila tamko katika sentensi tuaddu juz'an minha, huisabika sehemu au fungu katika nini, katika sentensi. Naam, tabaa hiyo ni kaida kama tulivyoona nini maana ya sentensi. Na tukitazama katika al-amthila, tukiona katika sentensi inatengenezwa vipi. Mfano wa kwanza anasema albustanu jamilun, bustan ni nzuri. Hapa tumepata kwamba ni nini? Hiyo ni sentensi ambayo kama tumesoma katika kaida imetuambia kwamba sentensi hupandana ndani yake maneno mawili, na hapo tunaona albustanu ni neno la kwanza, jamilun ni neno la pili. Kadhalika ashamsu tali'atun, jua ni lenye kuchomoza. Kadhalika hivyo hivyo, hiyo ni sentensi ambayo tatarakabu fiha kalimatain, imepandana ndani yake maneno mawili. Kadhalika mfano wa tatu, shamma aliyun wardatan, amenusa Ali uwa. Shamma aliyun wardatan, tumeona neno la kwanza shamma, kunusa, neno la pili aliyun, neno la tatu wardata. Haya ni maneno matatu ambayo yamepandana katika sentensi moja. Na kadhalika qatafa Muhammadun zaharatan, amechuma Muhammad uwa. Tumeona qatafa, amechuma ni neno la kwanza, Muhammad neno la pili, zaharatan ni neno la tatu. Bimaana kwamba maneno haya yamepandana ni matatu, lakini yote ni kuashirizia jumlatu mufida. Naam, tabaan. Kadhalika yaishu samaku fil ma'i, anaishi samaki ndani ya maji. Ndani ya kitendo hichi kadhalika kuna tamko la kwanza yaishu, tamko la pili asamaku, na tamko la tatu fi ni harfu. Naam, almai pia ni tamko, lakini matamko hayo yametengeneza kitu kinaitwa jumlatun mufida. Naam, kadhalika yakthuru nakhilu fi Misra, imekuwa mingi imetende katika mji wa Misri.
Kadhalika hili ni tamko ambalo yamepandana ndani yake matamko na hutengenezeka jumla mufida. Ina maana ukizungumza matamko hayo unakuwa wewe ni mwenye kufidika au mwenye kusikia unapozungumza anapata faida napo. Naam, kabla ya kusoma bahth naomba tutazame i'rab ndani ya hayo maneno. Tukianza katika tamko la kwanza tuliloanza nalo katika al-amthila, mifano yetu katika darasa hilo, tunaona kwanza albustanu jamilun, bustani ni nzuri. Tukianza albustanu ni ismun mubtada, ni jina ambalo lenye kuanza, ni ismun mubtada, ni jina ambalo lenye kuanza katika nini? Aljumla, katika sentensi. Na kadhalika tukiona tamko la pili jamilun, naam, jamilun ni khabari mubtada'i, ni habari ambayo imemjulisha mubtada. Kama tunavyofahamu katika sentensi au katika matamko, tunaona kwamba inapoanza neno la mubtada basi tunamtafuta habari yake katika mubtada. Kwa hiyo hapo jamilun ni habari ya mubtada, ni habari ya nani? Ya bustani, kwamba bustani ni nzuri. Naam, tabaa, bustani ni nzuri. Na kadhalika inaweza kaingia katika hali ya nini? Naatu. Naam, naingia katika naatu kwa sababu anatu tatiba almanuta, lakini kwa hapo tunachokusudiwa au kinachotafutwa ni baina ya mubtada wal khabar. Naam, kwa hiyo jamilu mubtada. Kadhalika shamma aliyun aminu shamsu, ashamsu tali'atun, jua ni lenye kuchomoza. Kadhalika tunaona katika jua ni mubtada, tali'atun, hapo pia tunaona khabar mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahira fi akhiri. Kaida ya Kiarabu inatuambia kwamba mubtada ni marfu'un siku zote na khabari ni marfu'un siku zote. Kwa hiyo hapo utasema mubtada marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhiri. Na pia jamii tali'atun ni khabari mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahira fi akhirih. Nadhani hayo ni mambo ambayo yenye kufahamikwa, tumeshayapita sana. Nitaenda kwa haraka ili darasa ziende haraka. Naam, mfano wa tatu, shamma aliyun wardatan, amenusa Ali ua. Shamma ni fi'lu madhi, ni kitendo kilichopita, mabniyun, kimejengewa ala al-fathi, juu yake nini? Fatha. Aliyun huyu ni fa'ilu ambaye ndiye amefanya kitendo cha kunusa. Wardata maf'ulun bihi mansuban wa alamatu nasbihi fathatun dhahira fi akhirih. Maf'ulun bihi ni kitendwa, ndicho kitendwa, kimetendwa kitendo cha nini? Kuchumwa au kukatwa au kunuswa. Naam, amenusa Ali ua. Kwa hiyo ua ndicho kitendo ambacho kimefanywa cha kunuswa, kitendwa. Naam, na kadhalika qatafa Muhammadun zaharatan. Qatafa fi'lu madhi mabniy ala al-fathi, Muhammadun fa'ilu, zaharatan maf'ulun bihi. Kadhalika hivyo yaishu samaku fil ma'i, yaishu fil mudari'un marfu'un, ni kitendo cha sasa kimerufaishwa kwa dhamma. Asamaku huyo ni fa'ilu, ndiye ambaye anaishi, ndiye anafanya kitendo cha kuishi, ni fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun dhahira fi akhiri. Kadhalika fi harfu jarri mabniyun ala sukuni la mahalla laha min al-i'rab, kama tunavyofahamu kwamba katika zile hurufu al-jarri. Almai ismun majrur bi fi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Naam, kadhalika hivyo yakthuru an-nakhilu fi Misra, yakthuru fil mudari'un marfu'un, an-nakhilu fa'ilun, ndiye ambayo imefanya kitendo cha fanyaje? Kuwa mingi, kukithirika. Fi harfu jarri mabniy ala sukuni la mahalla laha min al-i'rab. Kadhalika Misra ni ismu majrubi fi wa alamatu jarrihi mana'a min dhuhuriha. Naam, hapo imekataa au mamnu' min asarf, ni ismu mamnu' min asarf.
Naam, unaweza kusema hivi kiufupi. Naam, naona tuweke nukta hapo, na insha Allahu taala katika darasa la pili tutakuja kuona albahthu, uchunguzi wa hili somo letu.